Dalili tatu, mtu uliokuwa naye katika mahusiano hana malengo na wewe ama hana future na wewe. Hii imekuwa ni changamoto sana kwa watu wengi sana katika mahusiano, haswa wanawake. Wanakuwa katika mahusiano bila kufahamu huyu mtu ninayehusiana naye ni kweli na malengo na mimi, ni kweli na future na mimi, ama ananipotezea muda. Sasa leo nitaenda kukufundisha hizi dalili tatu uweze kuzifahamu ili ujue hayo mahusiano uliokuwepo leo ni ya kupoteza muda ama ya malengo. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, naomba ufanye hivyo, kwa maana hapa ndo mahala pekee ambapo tunazungumzia swala zima la ndoa na mahusiano kwa upana, lakini pia kuweza kushauriana. Twende moja kwa moja tukafahamu dalili ya kwanza ya mtu ambaye hana malengo na wewe. Dalili ya kwanza, anakutoa katika mipango yake ya baadaye. Maana yake hapa utamwangalia namna anavyopanga vitu vyake vya baadaye. Utamwangalia mazungumzo yake anayoyazungumza kuhusiana na mambo ya baadaye, na utagundua haupo wewe. Si kwa mtu amenielewa? Yaani dalili ya kwanza, anakuondoa katika mipango yake ya baadaye. Anajizungumzia sana yeye, anajibinafsisha katika ile namna ya umoja wenu. Yaani hawaoni ama hakuoni katika miaka mitatu ya baadaye. Anaweza akawa anakuambia mimi hapa hujua malengo yangu, mimi nitaenda kutafuta maisha hata mkoani, yani niende tu mkoani nikatafute tu maisha nitajipata. Wewe kwa sababu hauwezi kuwa una note hivyo vitu, lakini ni muda wa kujiuliza, aende mkoani mimi ananiachaje? Aende nje ya nchi mimi ananiachaje? Anafanya hiyo biashara mimi ananishirikishaje? Ananunua kiwanja mimi ananishirikishaje? Anapanga nyumba mimi ananishirikishaje? Anapanga malengo yake binafsi mimi ananishirikishaje? Kwa hiyo dalili ya kwanza ni pale unapoona mtu anapanga maisha yake ya baadaye pasi na kukuhusisha wewe ama kukujumuisha wewe katika hiyo mipango yake ya baadaye. Hiyo ni dalili ya kwanza. Sitaki kuiongea kwa mapana, nadhani wewe mwenyewe kimaarifa umeelewa. Mipango ya baadaye wewe haupo. Sawa, hiyo ni dalili ya kwanza ya mtu ambaye hana malengo na wewe. Ni kwamba amekuweka tu katika ile nafasi kwamba okay, tutatumiana, tutafurahia muda huu tuliokuwepo pamoja, lakini baadaye sikuoni. Dalili ya pili kwamba upo katika mahusiano na mtu ambaye hana malengo na wewe, anakosa consistency, anakosa mwendelezo. Leo yupo, kesho hayupo. Leo mmefurahi, kesho mmegombana. Kesho kutwa hakutaki, kesho kutwa anakutaka. Yaani ni watu ambaye ndani ya mwaka mmeachana mara mbili, mara tatu, mmerudiana. Ni watu ambaye ambao mahusiano kwenu ni kama sehemu tu ya kupoteza muda. Kwa sababu mna muda wa kupoteza, basi mnahusiana. Ama kwa sababu kila mmoja anajisikia na mwenzake ama ana hamu na mwenzake, basi mnatumiana. Ushanifahamu? Kwa dalili ya pili ya mtu ambaye hana malengo na wewe, anapoteza mwendelezo wa kile anachokiwasilisha kwako. Ni kweli anakupenda na changamoto zipo katika mahusiano, haziwezi kukwepeka, lakini yeye anachukua hatua gani zinapotokea changamoto? Anayasuluhisha katika ile namna ya kusema kwamba wewe ni mwanamke wangu ambaye na malengo na wewe baadaye, sitaki nikupoteze. Ama zinapotokea changamoto anakuacha, kwamba haogopi kukupoteza wala hajisikii vibaya kukupoteza wala hajilaumu kukupoteza. Kwa hiyo lazima utafakari, upo na mtu ambaye ana muendelezo mzuri kwako? Ni yule yule ambaye anakupenda juzi, jana na leo? Ama wewe mwenyewe pia haumuelewi? Wapo watu katika mahusiano mna date na mwanaume miaka mitatu, miaka miwili, mwaka mmoja, miezi kadhaa, lakini unakosa kumuelewa hadhima yake juu yako ama malengo yake juu yako. Ni mtu ambaye mapepe, yani kama anakuja na kataa, anakuja na kataa. Ushanifahamu? Sasa hili ni jambo baya sana, linamfanya mwanamke akose kuelewa kwamba amue nini, kwa sababu anapotaka kuamua kwamba wewe hauna malengo naye, ndio muda unaorudi. Wanawake wengi nawakuta hivi, unapoamua kwamba ku move on, ndio yule mwanaume alikuwa hakutaki ndio anarudi wakati huo. Kwa hiyo hizi ni dalili zitakazokuonyesha kwamba wewe mwanaume unayedate naye ama unaikuwa naye katika mahusiano hana malengo na wewe, ama wewe mwanamke hana malengo na wewe, lakini wewe bado upo. Kwa ukiziona hizi dalili, no matter ataondoka, atarudi, ataondoka, atarudi, ni lazima na wewe katika akili yako sasa uwe aware kwamba huyu sio mwanaume wa kumtegemea, ama huyu sio mtu wa kumtegemea, kwamba tuna malengo mapana, ili na wewe sasa usiwe na mambo mengi ya kufanya kujitoa ama kujimaliza kwake, kwa sababu baadaye atakapoondoka mazima itakuuma sana. Kwa dalili ya pili ya mtu ambaye hana malengo na wewe katika mahusiano ni yule asiyekuwa na mwendelezo wa ahadi zake, ama asiyekuwa na mwendelezo na upendo juu yako. Leo baridi, kesho moto.
Dalili ya tatu, na ni kubwa sana hii, anakupa maneno bila vitendo. Ogopa sana mwanaume anayeongea sana na anayeongea vizuri kuliko matendo. Mtu anayefanana na matendo yake, huyu mtu unaweza ukamwamini, lakini mtu asiyefanana na matendo yake hata kidogo, hata ile haya ama haibu ya kudanganya kidogo afanane na matendo yake hanaikosa, huyo sio mtu. Kwa hiyo dalili ya tatu kwamba una date ama unahusiana na mtu ambaye hana malengo na wewe ni yule ambaye maneno yake yanaenda kinyume na matendo yake, ahadi zake zinaenda kinyume na matendo yake. Na ndio maana mara zote nasema kuwakamata wezi wa mahusiano ni kuweka malengo pamoja, ili uwajibikaji ama action iwe katika highlights, iwe wazi uweze kumkamata. Lakini ukimwacha yeye eti awe anakudanganya, maana yake hakutakuwa na malengo kwamba okay, mimi nitakuoa tu, ama mimi nitakuja kwenu kujitambulisha tu, ama okay, tutaishi wote tu, ama mimi sitoweza kukuacha. Hayo ni maneno, lakini mnajiwekea mikakati ipi ambayo itayafanya ama itakufanya wewe uyaamini hayo maneno katika namna ya matendo? Kwa lazima muwe na consistency ama muwe na utekelezaji wa ahadi mnazoahidiana ama wa mambo, malengo mnaowekeana, kwamba mwezi wa 5 tutakuja nyumbani kujitambulisha. Mwezi wa 5 anakuja kweli, nitakutolea barua, anakuja kweli kukutolea barua. Ama kuna jambo fulani tutalifanya pamoja, mnafanya kweli hilo jambo. Kuna jambo fulani nafikiria tulianzishe kama biashara, mnaanzisha kweli tu biashara. Kwa hiyo ni mtu ambaye hakai mbali na maneno yake, ama hakai mbali na ahadi anazokuahidi, si ndio? Huyo mtu atakuwa na malengo nawe. Lakini mtu ambaye anakaa mbali na maneno yake, yani maneno yake na matendo ni mbingu na ardhi, huyo mtu ana dalili kubwa sana ya kwamba hana malengo na wewe. Sasa kama umemwona mwenzako yupo katika hizi dalili nilizokutajia, swali la kujiuliza sio kwamba anakupenda ama hakupendi. Swali la kujiuliza ni kwa nini bado upo hapo. Mara nyingi watu wanakosea kujiuliza maswali ambayo anatakiwa kuyajibu mwenzako. Hauwezi kupata hayo majibu kwa sababu sio wewe unayejibu. Sasa jiulize maswali ambayo wewe mwenyewe utayajibu. Jiulize leo, kama umeshaona hizi dalili kwa mwenzako kwamba hana malengo na wewe, swali la kujiuliza wewe, kwa nini bado upo hapo? Na hapo utaanza kupata majibu ya nini uamue baadaye, si ndio? Kwa hiyo hizo zilikuwa ni dalili tatu za kwamba una date ama unahusiana na mtu ambaye hana malengo na wewe. Ukiziona hizo dalili siku ya leo, ama kama mpenzi wako ana hizi dalili, basi jua kabisa, be aware kwamba huyo mtu anaweza kawa na malengo na wewe, na haraka chukua hatua, kukaa naye chini na kuweza kuzungumza naye sasa serious, kuweka hayo malengo, vinginevyo utapoteza. Sasa habari njema nikupe, nimeweka utaratibu mzuri sana wa kuweza kukupa ushauri wewe na kukupa darasa wewe la kuweza kujua kwa namna gani unaweza kuboresha mahusiano yako, kuboresha ndoa zako, ama ukakuwa mwenyewe kimaarifa juu ya swala zima la mahusiano. Nimeweka namba zangu hapo, utanitafuta kwa njia ya WhatsApp. Nimeandaa utaratibu mzuri wa madarasa kuweza kuwafundisha watu juu ya mahusiano, kuwashauri watu juu ya changamoto wanazokutana nazo katika mahusiano na namna ya kuboresha ndoa zao. Ni cheki hapo, tutaweza kusaidiana kupitia WhatsApp. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa somo linalofuata. Tukutane katika somo linalofuata.